إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ففي هذه الآية الكريمة ثلاثة مأمورات. الأمر الأول أمر الله تبارك وتعالى به نفسه، والأمر الثاني أمر ملائكته المقدسين، والأمر الثالث أمر المؤمنين. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Aya hii Allah tabaraka wa taala katoa amri tatu. Amri ya kwanza ameanza kuiamrisha nafsi yake yeye mwenyewe, na amri ya pili akawaamrisha malaika wake watukufu, na amri ya tatu akawaamrisha waumini, akasema hakika ya Allah mtukufu na malaika wake wanamswalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Enyi wale ambao mmeamini, mswalieni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na muombeeni amani. Fasalatu ala nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam amrun wajibun. ففي بعض الأحيان لا تتم العبادة إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأحيان لا يحسن العبادة إلا مع ذكر النبي ومع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأحيان يستحب ألا يبقى المسلم بلا صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. kuna baadhi ya nyakati haitimii ibada yoyote unayofanya illa baada ya kumswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na katika baadhi ya nyakati inapendeza katika ibada unayofanya kumswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini haipendezi kwa Muislamu kukaa ikiwezekana kutwa moja au muda fulani
bila ya kumswalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fa salatu Allah ala nabii sallallahu alayhi wa sallam, kule kumswalia Allah, kumswalia mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na kuamrisha malaika wake wamswalie mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hii ni katika jumla ya kauli ya Allah tabaraka wa taala, wa rafa'na laka dhikrak, tukalinyanyua jina lako wewe mtume kwa kukupa manzilatan aliyatan wa darajatan samiyatan inda almala'i al'a, kulinyanyua jina lako na kukupa heshima ya juu na daraja tukufu mbele ya viumbe vyake Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ni malaika watukufu. Ndugu zangu katika imani, amepokea al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhima fi sahihihima min hadithi Ka'b ibn Ujra radiyallahu ta'ala anhu qala, anasema sahaba mtukufu Ka'b ibn Ujra, qulna li rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ewe mjumbe wa Allah, amarana Allahu an nusalli alayka au alimna kaifa nusallimu alayka fa kaifa nusalli alayka, ametuamrisha Allah jalla wa ala tukuswalie. Tunajua namna ya kukusalimia, lakini kukuswalia tunakuswalia vipi? Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, qulu, mnapotaka kuniswalia semeni Allahumma salli ala Muhammad, ewe Allah shusha rahma zako kwa mtume Muhammad, wa ala ali Muhammad, teremsha rahma zako kwa familia ya mtume Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim, kama ulivyoshusha rehema zako kwa Nabiyullah Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, na familia ya Nabiyullah Ibrahim, innaka hamidun majid, hakika wewe ni mwingi wa kuhimiliwa na ni mwingi wa kushukuriwa. Allahumma, ewe mwabudiwa wetu wa haki, barika ala Muhammad, teremsha baraka zako kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wa ala ali Muhammad, na familia ya mtume Muhammad, kama barakta ala Ibrahim, kama ulivyoshusha baraka zako kwa Nabiyullah Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, na familia ya Nabiyullah Ibrahim, innaka hamidun majid, hakika wewe ni mwingi wa kuhimiliwa na ni mwingi wa kushukuriwa. Hivi ndivyo ambavyo alisema mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuwaambia masahaba wake namna ya kumswalia yeye. Ayuha almu'minun, fa salatu Allah ala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam thanauhu inda al-mala'i al-a'la. Allah anapomswalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, maana yake anamtaja kwa wema, anamtaja kwa utajo mzuri, anamnyanyua daraja yake kwa viumbe watukufu waliokuwa nao ambao ni malaika wa Allah. Ama sala ya malaika kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa du'a lahu. Malaika wanapomswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kuwa wanamuombea dua, wanamuombea dua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aendelee kupata baraka za Allah, aendelee kupata rahma za Allah, aendelee kuwa mtukufu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Hivi ndivyo ambavyo malaika wa Allah kila siku wanamtakia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ama waumini wanapomswalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, thanauhu alayhi ni kule kumsifia mtume Muhammad na kumwombea dua ya baraka mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kama ambavyo wameripoti baadhi ya ahlul ilmi wakizungumzia sala ya waumini kumswalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni kule kuendelea kumwombea dua, kumwombea aendelee kuwa ni mtukufu, lakini pia kumwombea umma wake, umweke mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika nafasi ya kuwa ni qudwa katika umma huu, na yeye ndiyo waza wa kuigwa katika ibada, katika akhlaqi, katika mwenendo. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aendelee kushusha heshima hiyo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ili aendelee kuwa mtukufu hapa duniani, lakini pia atakuwa mtukufu katika siku ya kiyama.
asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, kwa hakika ewe mtume Muhammad, Mola wako atakufufua katika kisimamo kitukufu ambacho utaombea khalaiq. Haya yote yanapatikana kwa kadari ya Allah tabaraka wa taala juu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini juu ya dua zetu ambazo tunamwombea mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Ndugu zangu katika imani, katika uslubu aliyotumia Allah subhanahu wa ta'ala kwenye aya hii aliposema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna, ametumia fi'lu al-mudhari' alladhi yufidu at-tajaddud wal-istimrar. Hakika Allah na malaika wake yusalluna, ametumia kitendo cha mudhari'u ambacho kinafidisha kukariri mara kwa mara na kufanya upya mara kwa mara sala za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Naam, mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, kumswalia kwake hakukuwepo wakati maalumu ambao ukija wakati huo ndio mswalie mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ambavyo imewekwa na baadhi yetu kwamba msimu huu tulionao mwishoni mwa mwezi wa Safar na mwanzoni mwa mwezi wa Rabiul Awwal ni nyakati ambazo zinadaiwa watu wanamswalia sana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ukiangalia katika hakika yake yawezekana yakawa mambo mengine yasiyokuwa swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam yanachukua muda mwingi kwenye hayo yanayosema kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, na swala juu ya mtume ikapewa nafasi ndogo sana, tena huenda ikawa sio katika namna ile ambayo Allah ametaka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asaliwe. Ikhwan, aliposema yusalluna, maana yake wanamswalia mara kwa mara. Naam, imekuja salatu ala nabii sallallahu alaihi wasallam fi adhkari sabahi wa fi adhkari nasai, wakati wa adhkari za asubuhi na wakati wa adhkari za jioni. Inatakiwa mtu katika adhkari zile amswalie mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika baadhi ya riwaya imekuja kumswalia mara 10, sabahi wal masai, aswaliwa mtume katika adhkari za asubuhi na jioni mara 10. Hii inaonyesha kupitia kwenye hizo adhkari za asubuhi na jioni tu mtume sallallahu alaihi wasallam anaswaliwa mara 20 kila siku. Swala zetu 5 hazikubaliki mpaka asaliwe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara 20 zile za mwanzo, ongeza na mara 5 za wajib kwenye salatu al-mafruḍa, anaswaliwa mtume mara 25. Lakini mwenye kumswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaidi na zaidi anazidi kujiweka karibu na Allah tabaraka wa taala. Fa fi sahihaini يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه 10. Atakani swalia mimi mara moja, Allah tabaraka wa taala anamswalia mara 10. وفي سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. Mtu bakhili katika jumla ya maana ubakhili ni yule mtu ambaye mimi nimetajwa mbele yake na wala hakuniswalia sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ndugu katika imani, jamii imegawanyika juu ya kumswalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam baina al-ifrati wat-tafriti. Kuna wale ambao wanamswalia mtume Muhammad sallallahu, ambao wameamrishwa mswalie mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wanamswalia mtume mpaka wanapitiliza katika swala za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa kuingiza mambo yasiyopo katika swala ya mtume yakiitikadiwa kwamba ni swala ya mtume. Lakini kuna watu wanajafaa
dhidi ya swala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, labda kwa sababu ya kukataa yale yanayofanywa na baadhi ya watu kwa madai ya kwamba wanamswalia Mtume, wakaingiza mambo yao ya ovyo ndani yake. Kuna baadhi ya watu wakaona sasa hivi nini, bora tuachane na hili jambo, ikawa wao hawamswalii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kuna ummatan wasatan, watu wa kati na kati ambao wamepokea maamrisho ya kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakaziangalia adilla za kisheria kuhusiana na salatu ala nabii alayhi salatu wassalam, fakanu hum ummatan wasata, wakawa ni watu wa kati na kati. Sehemu za kumswalia Mtume ala wajhi alwujuh, yusalluna ala nabii ala wajhi alwujuh, na sehemu za kumswalia Mtume katika njia ya istihbab, yusalluna ala nabii ala tariqati alistihbab, ويكثرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم دوما. wenyewe wanakithirisha kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kudumu. Ikhwan, kuna watu wanaanza kuandaa sare kwa ajili ya kwenda kuhudhuria kwenye hafla za swala za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwenye msimu huu uliopo mbele yetu. Na hao wanaoandaa sare hizi ni wakina mama, wanashona magauni ya marangirangi na marembo ya kuwapendezesha na kuonyesha wamependeza, na ni kweli watayavaa magauni haya wakiwa ni mutabarrijatun bizina, jambo ambalo Allah jalla jalaluhu analikataza kwa wanawake. Wanakwenda kwenye hafla ya kumnyanyua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati huo wanamdondosha Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam katika mafundisho yake. Ya ayuha nabiyyu qul li azwajik wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayn. Allah jalla jalaluhu anamkhutubia Mtume, lakini anamwambia Mtume aseme ya ayuha nabiyyu, ewe Mtume, qul, sema, li azwajika, waambie wake zako, wa banatik, waambie mabinti zako, wa nisa'il mu'minin, waambie pia wanawake wa waumini, yudnina alayhinna min jalabibihinna. Qala Abu Ubaidah as-Salmani, al-jilbab huwa al-mulaha wa huwa thawb alladhi yughatti min ar-ra's ila al-qadam. Wateremshe majilbabu yao. Neno jilbab ni neno la Kiarabu, Waarabu wenyewe wanajua maana neno jilbab. Mmoja wa wanazuoni anasema, anaitwa Abu Ubaidah as-Salmani, al-jilbab huwa al-mulaha, ni vazi kubwa, alladhi yughatti min ar-ra's ila al-qadam, ambalo linafunika kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye makanyagio, mita 3 hiyo. Haya ndio mavazi ambayo Allah kamwambia Mtume awaambie wake zake, awaambie mabinti zake, awaambie wanawake wa waumini. Tunakwenda kuyadondosha mavazi haya ya Qur'an, mavazi haya ya Mtume, mavazi haya ya wake za Mtume, mavazi haya ya mabinti za Mtume, mavazi haya ya wanawake wa waumini kwenye hafla inayodaiwa tunakwenda kumnyanyua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayu almu'minun, hivi leo yafaa kwa miongoni mwa maeneo ya kuenea uzinifu. Naam, sema hivyo kwa uhakika kabisa, maeneo ambayo inaenea zina kwenye hafla za kwenda kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni haki kwenye Uislamu. Ijulikane kwamba eti majalisi za kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika majalisi zur, majalisi maasi, majalisi zina. Kuwa mkweli mbele ya Mola wako. Unayejua ukweli wa maulidi na yanayofanyika kwenye maulidi, kuwa mkweli, sema ukweli huu. Na kuna baadhi ya watu wa kweli katika watu wa maulidi wanasema mnawapa sababu ya watu ambao wanakataza maulidi, wakataze maulidi kwa sababu haya maasi yanayofanyika ndani yake. Heshima za watu zinapotea kwenye hafla za maulidi. Alafu kwani nani kasema maulidi ifanyike usiku? Nani?
Kwa nini maulidi inafanyika usiku? Sheria imeruhusu, sheria dini ya Uislamu imeruhusu wakina mama, mabinti kutoka majumbani kwenda msikitini hata salatul fajri. Lakini ikitokea kwenda kwa msikitini kunaambatana na maasi, fabuyutuhunna khairun lahunna, kubakia kwenye majumba yao ndio bora zaidi kwa wao. Na wanawazuoni wanasema ruksa hiyo kisheria ambayo wanaume wanaamrishwa na sheria, la tamna'u ima Allah masajid Allah, msiwakataze wajakazi wa Allah kwenda kwenye msikiti ya Allah. Idha ta'adhanat ahadakum imra'atuhu, mmoja wenu akiombwa idhini na mke wake anakwenda msikitini, fala yamna'ha, asimkataze. Lakini matakwa haya kisheria yapo pale ambapo mwanamke akienda msikitini la tatafatan wala tuftin, hafitiniki yeye na kutoka kwake nyumbani na wala kutoka kwake aende kufitinisha watu wengine. Hizi sare ambazo zimeandaliwa kina mama, alafu kabla ya kutoka kwenye hafla ya maulidi wakati wa usiku anakaa kwenye kioo kwanza, anajipiga makeup, mawanja, alafu anajipiga pia alafu anakwenda kwenye hafla ya maulidi. Hiya fatinatun muftina, mwenyewe kafitinika na anakwenda kufitinisha watu. Pishaneni na wanawake wanakwenda kwenye hafla za maulidi, alafu sikieni harufu inayotoka kwao. Ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniya. Kakariri mara 3 Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwanamke yoyote aliyopaka mafuta mazuri, kapaka huku anatoka mbele za watu wakapata harufu yale mafuta mazuri, mwanamke huyo amezini, mwanamke huyo amezini, mwanamke huyo amezini. Waangalieni kina mama wanaokwenda kwenye hafla za maulidi, maarufu wanaonukia maarufi, huko unakwenda kumnyanyua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika maana za salatu ala nabii, kujulisha umma makanatun nabii sallallahu alaihi wasallam, wa anna Allah sayuhasibu al-khalaiq yawm al-qiyamah ala hisabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah jalla jalaluhu atawahesabu viumbe siku ya kiyama kupitia kwa Mtume Muhammad. Wa qabla al-qiyama fil qubur, maswali ya kaburini yale watu wataulizwa kuhusiana na Mtume Muhammad. Fa amma al-mu'min wal-muqin fayaqulu huwa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa amma al-kafir wal-munafiq fayaqulu sami'tu an-nas yaquluna faqult. Kafiri pamoja na munafiki atakapoulizwa swali la kaburini, unasemaje kuhusiana na Mtume Muhammad, atasema nilisikia watu wanasema nikasema kama wanavyosema. Huyu ndio Mtume Muhammad ambaye ni kipimo cha kupimwa watu imani zao, kipimo cha kupimwa watu ukweli wao mbele ya Allah jalla wa ala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Qala as-sahaba hadhihi ayatul mihna. Masahaba wanasema aya hii ni aya ya mtihani, walipewa mtihani makuraishi juu ya aya hii. Qul, sema Muhammad, waambie makuraishi, in kuntum tuhibbuna Allah, kama nyinyi ni wa kweli kwenye kumpenda Allah, fattabi'uni, nifuateni mimi mtume. Fattiba'u nabii sallallahu alaihi wasallam mihna, kumfuata mtume ni mtihani. Walifeli mtihani wa makuraishi, wengi walikataa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakahukumiwa ukafiri kwa sababu ya kukataa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunakwenda kwenye hafla za maulidi. Hafla hizi zituzidishie uchamungu. Hafla hizi zisije zikawa ni majalisul maasi. Watu wanakwenda kufanya maasi mengi eti kwa munasaba wa kwenda kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unapoleta namna isiyokuwa ya kisheria kwenye kutekeleza matakwa ya kisheria, wakati huo unakuwa nje ya utekelezaji wa matakwa ya kisheria. Nasallallahu husna al-khatima.